tatu. Kuna muda kabla mjaanza kuzungumza kawaida inabidi mtoe kwanza elimu na somo kwa Nabii Meja. Nimeona message zimeanza hapa zinazomhusu Nabii Meja. Bana Wakanda, kabla ya kutazama na kwa undani zaidi, tumesoma kwa uchache lakini kuna mambo mengi sana ambayo mtukio tumegusa jambo la Ball Boys, tumegusa upande wa kina Fountain huku, adhabu ambazo zimetoka, kugoma kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na mazingira kama hayo, namna ambavyo soma ipo kwenye mchezo wa Geita na Stand huku upande wa championship. Waamuzi wamehusishwa na upangaji wa matokeo pamoja na matukio ya rushwa. Unaweza kuona matukio yamekuwa mengi sana, lakini kwanza jambo la Helisasi ndo kama ambalo limechukua nafasi na limeteka hisia kwa sababu kwanza ni baada ya muda mrefu tunaona muamuzi anatangazwa hadharani kufungiwa, lakini kikanuni ni kiutaratibu. Nakumbuka mara ya mwisho hapa tuliongea na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi akasema ni jambo ambalo liliwekwa kwamba adhabu zitakuwa hazitangazwi. Lakini ghafla tunaona sasa katangazwa, na ndio eneo ambao tunauliza ni muamuzi huyu tu ndani ya kipindi hichi ndiye aliyeharibu. I think hili jambo ni kwa ajili ya public interest. Hili jambo kwa ukubwa sana lilibeba maslahi makubwa sana ya mpira wa miguu Tanzania, kwa sababu directly link ilikuwa inawahusu Simba dhidi ya Singida Black Stars. Jana tulikuwa tunatoa hapa categories ambazo CAF waliziweka kwenye michezo. Kuna ile category C ambayo category C ni kama atacheza Ken Gold dhidi ya Pamba, halafu kuna hii michezo ya category B, hii ndio Singida dhidi ya Simba, Singida dhidi ya Yanga, Singida dhidi ya Azam, halafu ile mchezo category A ni Azam dhidi ya Yanga, Simba dhidi ya Yanga, Azam dhidi ya Simba. Hiyo ndio michezo category A, michezo ambayo huwa inaodhiwa kwa utofauti. Kwa hiyo hata tension ya hii michezo, reception ya hii michezo nao pia huwa inakuwa ya utofauti. Kwa hiyo hichi ambacho kilimtokea Helisasi amekifanya hichi kitu kwenye moja kati ya michezo ambayo ni mikubwa kwenye taifa letu. Kwa hiyo sasa muamuzi wa aina hii moja kwa moja ulikuwa kiangalia matukio ambayo aliyafanya kwenye ule mchezo, bali nafi yalipelekea upande mmoja kuathirika kwa namna kubwa sana uwanjani, kwa sababu mwisho wa siku Singida alipoteza alama zake zote tatu kwenye ule mchezo, sehemu ambayo labda angeweza kupata chochote kitu katikati ule mchezo. Lakini sio tu kwa makosa aliyofanya Singida, kuna makosa ambayo hata waliyafanya wachezaji wa Singida alishindwa kuadhibu vizuri, na huu ni mchezo kama nilivyosema, mchezo mkubwa ambao unabeba taswira ya ligi kwenye kategori B. Kwa hiyo tayari unajikuta kwamba hii tayari ni public interest. Mpaka dakika hii kuna story kubwa sana ambazo zinaendelea kuzungumzwa juu ya ule mchezo wa tarehe 28 kwamba bado haujaondoka kwenye vichwa vya watu. Kwa hiyo Helisasi angefungiwa pasi na jamii kujua kama Helisasi amefungiwa. Tukumbuke ligi inaelekea mwishoni, labda tungekuja kumshtukia Helisasi amerudi ligi ikiwa inaanza msimu unaokuja, kama ambavyo Kayoko alipotea ligi, kwa sababu inaanza almost mwezi wa 9. Tungemuona Helisasi amerudi, watu wote wangeamini kwamba Helisasi hajafungiwa. Hata kama ingekuwa imerudi mwezi wa 12, watu wote wangeamini kwamba kamati ya waamuzi, bodi ya ligi waliona kile alichokifanya Helisasi kilikuwa kina usahihi. Kwa hiyo hawakuona athari ama ulazima wa kumfungia yeye. Kwa sababu kutokana sana kwamba ili kuja clean, ili bodi ya ligi kuja na kuonyesha kwamba hivi vitendo wao hawavisupport, ili kamati ya waamuzi kuja public na kuonyesha kwamba hivi vitendo wao hawavisupport, hii ndio ilikuwa njia sahihi kwamba jamani, yule muamuzi ambaye aliboronga kwenye mchezo wa tarehe 28, sisi kama kamati ya waamuzi, sisi kama bodi ya ligi tumeamua kumsimamisha kwa miezi kadhaa ili asiweze kuchezesha tena michezo ya aina hii. Yes, hello mwenyekiti Nasr Amduni. Namba na habari za huko? Salama kabisa mwenyekiti. Kwanza ni kuombe radhi, nimekupigia live kupitia East Africa TV na East Africa Radio hapa. Kuna jambo ambalo lilikuwa linahusu hapa tupo vizuri. Kuna jambo ambalo lilikuwa linahusu kamati yako na adhabu ambayo imetoka. Nakumbuka siku 3-4 zilizopita tulizungumza kuhusiana na jambo zima la waamuzi, lakini hapa kuna jambo limeguswa, nikaona nikutafute ili tuweze kupata ufafanuzi. Kwanza mwenyekiti, kuna swali ambalo lipo. Kuna utaratibu ambao ulitajwa kwamba hivi sasa adhabu za waamuzi zitakuwa zitangazwi, lakini ya Helisasi imeonekana imetangazwa hadharani, na maswali yamekuja, je, ni Helisasi pekee ndiye ambaye amepewa adhabu ya kufungiwa kipindi hiki au ni public interest mtaka kuonyesha kwamba mnachukua hatua kwa waamuzi? Ni kweli kabisa, siku 3 za nyuma tuliongea na mkawa nyinyi mmeonyesha dhamira ya kujua kwa nini waamuzi wanapofanywa hatua wachukuliwi. Naam. Na sisi tukachukulia hatua sana, na kioshe kwamba sio kwamba wanatangazwa au watangazwe. Lakini jana ameamka na taarifa kwamba Helisasi amefungiwa kwa sababu ya kutokuzingatia sheria 17 za mchezo na imetoka hadharani. Na sio huyo mmoja. Na kila mara wadau wa habari nilikuwa nawaelezeni kwamba sisi kama TFF bodi ya ligi tumekuwa makini sana kuhakikisha kwamba tunatoa
kila kitu kutokana na jambo ambalo linaloendelea. Sasa tulisikia kilelezeni, tulisikia maombi yenu kama mnataka kuwa hadharani, na sasa tunaendelea kutoa hadharani. Na sio peke yake, waamuzi wengi wamefungiwa au wameondolewa kwenye ratiba kwa ajili ya jambo hilo. Na utaratibu wa kuwatangaza hadharani umerudi tena, au mmeamua mfanye hivi kutokana na maombi ya wadau? Ni vizuri zaidi wa kutangaza hadharani, kwa sababu wadau tunataka kuwasikia na kuelewa, na sisi tumewasikilizeni, tutatoa hadharani na tutaendelea kutoa hadharani pindi hatua za kisheria tutakwenda kuchukua. Lakini hata kuelezeni wadau wa habari, mmekuwa ni wepesi sana kulalamika jambo linapokuwa linakwenda kombo, lakini mnakuwa wavivu sana kuongeza jambo ambalo linakwenda sawa sawa. Mimi nilitegemea wewe kupitia chombo chako cha habari East Africa leo utoe pongezi kwamba lile ambalo liliuliza na kulishauri kwamba limefanyika. Sasa unaanza kusema kabisa kwamba labda nyinyi ndio mmelazimisha. Hapana. Lakini tumesikia wadau wa habari, wadau wa michezo wote tunazingatia maoni yetu. Na mwenyekiti, sababu kubwa hasa ya kukupigia kwa sababu Elisasi ametangazwa kufungiwa, lakini kwa kuna maswali ya wadau kwamba kwa kipindi hiki, je, ni Elisasi peke yake ndiye ambaye ameonekana alishindwa kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu kwenye kuchezesha? Ndio maana nikaona nikupigie ili nijue kwamba mlisema mtakuwa hamtangazi, lakini ya Sasi mmeitangaza. Labda msukumo ni nini hasa? Na kwa sababu inaonekana ni Sasi kwa upande wa michezo ya ligi kuu, labda swali langu, utaratibu wa kuwafungia waamuzi ni ripoti ipi ambayo huwa inamleta muamuzi mezani na kujadiliwa kwamba afungiwe, alifanya makosa au hakufanya makosa? Ni kweli hayo yote umeyazungumza, ni sahihi kabisa. Kwa sababu gani? Umekuwa ni mtu mkweli kufuatilia habari za waamuzi, na hili jambo tunakupongezeni sana East Africa. Shukrani sana. Nataka kuelezeni wazi kabisa wadau wa habari kupitia East Africa kwamba taratibu za kuwafungia au kuwaondosha au kuwaweka pembeni kwenye taratibu ya waamuzi, huu ni taratibu upo kwenye kanuni na sheria. TFF, bodi ya ligi na kamati ya waamuzi, kila mara tunakuwa tunawaambia wadau wa habari kwamba yoyote mwamuzi anapotufanyia vibaya au tunapoona kwamba baada ya uchunguzi wa kamati zinazohusika na sisi wenyewe kujiridhisha, tunamweka pembeni, na nyinyi mkaomba tuwatangazie, na tunaendelea kuwatangazia. Lakini niwaambie ni kamati ya waamuzi inafanya kazi sambamba na kamati zingine za usimamizi wa ligi, haifanyi kazi peke yake. Kwa hiyo kamati zile za usimamizi nazo zina mamlaka kama kamati ya waamuzi chini ya TFF na bodi ya ligi kuhakikisha kabisa kwamba wadau wa habari pia au wadau wa michezo wanapata taarifa ambazo zinaweza kuwasaidia na kufikiria lile jambo ambalo kwa likitegemea kwamba limefanyika. Lakini sambamba na hilo jambo, nataka kuelezeni wazi kwamba sisi kamati ya waamuzi tutaendelea kuwasimamia waamuzi vizuri, wasimamie sheria 17 na tuhakikishe kabisa kwamba haya mambo ya timu ambayo labda kupata matokeo mazuri kupitia au mahusiano mazuri na waamuzi yasiwepo. Lakini kwa sambamba na hilo kabisa, tunashukuru sana kwenu nyinyi kuwa vumilivu na kuwahabarisha na kutusaidia sisi katika jambo hilo. Mwenyekiti, labda kwa kumaliza kwenye hili, wewe pamoja na kamati yako ya waamuzi, tunajua ndio ambao mnawasimamia waamuzi na kujua hawa wapo vizuri, na hata kipindi ambacho nafungiwa nyie tunajua mnakuwa mna taarifa zote na mnapitisha. Lakini tungependa kujua kipindi hiki ambacho wanakuwa wamesimamishwa au wamefungiwa kutokana na kushindwa kumudu mchezo, ni vitu gani ambavyo huwa wanatakiwa wavifanye ili kuwafanya wawe bora zaidi? Kwa sababu huwa wanasema mnawafungia tu wakirudi vile vile. Kuna program zozote ambazo labda huwa mnawashauri au kuna mtindo fulani wa wao kujiendeleza huwa mnawapa ili kuhakikisha kwamba wanavyorejea wanakuwa bora? Huwa wanafanya nini kipindi walichofungiwa? Ni kweli ingawaje jambo hilo ambalo wadau tuliokuwa wote kwamba hatupendi lisifike kwamba ni ubinadamu. Sisi kama jambo letu tunahakikisha kwamba tunaondoa sheria 17. Lakini kila mara nawaambieni kwamba pamoja na adhabu zinazochukuliwa za kutangazwa labda kafungiwe miezi 3, miezi 6 au nini, kuna adhabu zile ambazo tunazitoa kimya kumuondosha kwenye ratiba. Lakini sio kwamba tunamfungia na kumuondoa kabisa, hapana. Tunampeleka kwenye kamati ya walimu, wanakaa naye, wanaendelea kufanya mazungumzo mazuri kwa ajili ya kuwafundisha sheria 17, kuwaelekeza jinsi inavyokuwa. Lakini mtambue kabisa kwamba muamuzi naye ni binadamu. Sisi tunaweza kumpa matiri yoyote kama ilivyo, lakini inawezekana yeye siku yake ikawa ni mbaya kimchezo, siku yake ikawa mbaya kimchezo. Sasa si sababu ya siku mhukumu kwamba hafai au hajui au haelewi. Sasa sisi tutaendelea kabisa kuwasimamia walimu, wataendelea kuwafundisha, kwa sababu ndio lengo letu na ndio nia ya kamati na TFF kuhakikisha kwamba wanapata elimu tosha, wanapata elimu nzuri ili waweze kusimamia sheria 17, kwani ndio lengo la TFF, bodi ya ligi na kamati ya waamuzi katika maendeleo ya waamuzi. Yes, na mwenyekiti na kamati yako mmejipangaje
tunaenda kulimaliza duru la ligi kuu kwa msimu huu kwenye michezo ambayo watu wanatafuta kupambana kutocheza playoff za kushuka tayari, lakini bado kuna ubingwa huko juu. Simba na Yanga wanaendelea kupambana. Wewe na kamati yako na waamuzi wako, vijana wako, mnaiendeaje hii michezo kwa upande wa waamuzi? Ni kweli kabisa, neno la kujipanga, sisi tulikujipanga muda mrefu. Tunaendelea kulisimamia. Sisi kamati ya waamuzi na TFF wenyewe pamoja na bodi ya ligi. Kwa sambamba tunatoka kazi kwa mashirikiano makubwa kabisa. Nyinyi mnatambua Rais Karia jinsi anavyosimamia ligi au brandi ya mpira wa Tanzania unavyozidi kukua. Serikali ya Mama Samia jinsi ambavyo inafanya hamasa na kuhakikisha kwamba wachezaji wa viongozi wanakuwa katika nafasi nzuri. Na sisi kama kamati ya waamuzi tunahakikisha waamuzi wetu waendelea kuwa bora zaidi. Lakini kwenye muendelezo wa mwisho wa michezo bado 2-3 katika kila timu, tutahakikisha kabisa waamuzi watakaochezesha mpira wao tunaendelea kuhakikisha kwamba wanasimamia vizuri sheria 17 za mchezo. Kwani lengo la TFF kamati ya waamuzi na bodi ni kuhakikisha kwamba ratiba zote zinamalizika vizuri na timu ipate ushindi akiwa uwanjani. Na kila mara tunawaambia waamuzi wenzangu kwamba tafadhali sana, uwekezaji mkubwa vilabu ulivyo, uwekezaji mkubwa wadau wa soka ulivyo, na brandi ambayo tuanze kujiangalia sisi na familia zetu. Tuandalie brandi ya TFF pamoja na serikali jinsi itakapokuza michezo. Tuhakikishe kwamba sisi tusio kikwazo cha kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania auendelee. Wanashuhuda sasa hivi wenyewe East Africa, mnaona waamuzi wa Tanzania sasa hivi wanaanza kuonekana mbele kabisa. Na mimi naendelea kuwapongeza sana waamuzi wangu kwamba wanafanya kazi nzuri sana. Japo kuna changamoto 1, 2, 3. Sisi tunaiona, tunaifuatilia. Lakini yote kwa yote ubora wa ligi ya Tanzania, ubora wa vilabu vikubwa vya Tanzania pia unachagizwa na waamuzi. Hilo ndio neno langu. Mwenyekiti, kuna swali la kizushi hapa. Ni Elisasi tu ndo kafungiwa katangazwa au kuna wengine ambao wamefungiwa hamjawatangaza? Taarifa zimo kwenye taarifa kamati ya waendeshaji zimetolewa zote. Na hakika kabisa kufuatilia kwenye page yao unakuta waamuzi wote tulipata matatizo na sisi tutapatia majina yao. Yes, shukrani sana mwenyekiti, kutakia mchana mwema na kwa muda wako kuweza kuongea pamoja nasi kupitia East Africa TV na East Africa Radio. Kwanza mimi nakushukuru sana East Africa. Kwa sababu nimekuwa dau sana kufuatilia maendeleo ya Tanzania, lakini kwa soka la Tanzania. Alafu nimekuwa wa kweli kwa sababu gani? Ninapata taarifa wanahusika. Na hili ndio lengo letu sisi kwamba wadau wetu wa michezo wote wapate taarifa kwa wadau wanahusika. Nakushukuru sana, hongera sana. Shukrani sana. Bwana, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF Nasoro Hamdun akiweza kuzungumza pamoja nasi kuhusiana na jambo hili, na uzuri tumeweza kumpata. Kwa hiyo hao ambao mmewaona wameandikwa ndio waliochukuliwa hatua. Kwa hiyo maswali sijui ya nani yuko wapi, mwenyekiti kaweka wazi wale ambao mmewaona pale. Kwa hiyo nao muulizia Kefa Kayombo kama hamjamuona basi hayupo, kwa sababu unasikia Kefa Kayombo nataka tuone kama tumuone sasa, ndio hivyo. Yani wewe yani maana si kumuona nani yuko nani, lakini hii kamati hiyo inatoa adhabu, sio inatoa makaripio. Kwa sababu kumwambia mtu kwamba amewaumiza wenzie alafu unasema unamfungia miezi 6, hiyo ni karipio, kwa sababu kesho anarudia. Kwa sababu huyu Elsasi hii sio mara ya kwanza anapewa adhabu. Maana yake kama ingekuwa ni adhabu yeye ingekuwa imemuumiza, asingerudia. Kwa sababu ukiangalia ile game, hata kama una ushabiki unaona kabisa game ameishindwa. Na ukiangalia hii kamati pamoja na huyu alitoka kuzungumza nani? Mwenyekiti. Anafanya kazi kulingana na kelele za raia, kwa sababu kama wangekuwa wanafuata utaratibu, yeye anasema mwanzo waliweka utaratibu wa kutotangaza majina ya wanaofanya, lakini anasemaje, baada ya kusikia kelele za wadau wakabidi watangaze. Sasa unaona kweli wako makini hapo. Kwa kifupi wako makini hapo. Kwa kifupi wanaamua kwa mihemko, yani wanatusikiza sisi tunasema jamani au hujamsikiliza vizuri? Nimemsikia vizuri. Kwamba, na mimi mara mwisho niliongea naye. Jamani, si watu wa mpira, watu wa yani kuna muda ndio wanasema tuna vitu vya ajabu. Kayoko kapotea mpaka watu walikuwa wanaandika yuko wapi Kayoko? Mbona Kayoko mmemfungia kimya? Watu wamepiga sana kelele kuhusiana Kayoko. Sasa leo wamerudi tena wanatangaza, mnalalamika tena. Kwa hiyo sio sitaki. Nisikiliza, ukitengeneza utaratibu wa East Africa hapa kufika saa 2, umeelewa? Hakuna option yani unje useme mimi nitafika saa 3 kwa sababu kulikuwa na foleni. Meja. Utaratibu aliojitengenezea kwamba hatutangazi. Yani unasikiliza kelele za watu ndio unatangaza. Na mwisho wa siku Ibrahim nakumbuka wakanda story kidogo. Wakati nazungumza na mwenyekiti, ilikuwa Jumatatu. Akasema kwamba hii kamati ya usimamizi na uendeshaji ya ligi waliona kwamba twende na huu utaratibu kwa sababu kulikuwa kuna issue. Na issue wala ilikuwa sio kuhofia watu. Kwamba leo hii ukitangaza umemfungia Elisasi, maana yake kuna level hizi taarifa zinafika kafu zinafika wapi, si ndio? Hawa watu kuna muda heshima yetu tunafanya nini? Kwa hiyo
tulifanya jambo hili. Sawa. Kwa hiyo baadaye wakati tunaona muamuzi fulani hayupo, kumbe mtu anatumikia adhabu, tukaanza kulalamika. Ndio sisi na ndio mwenyekiti anasema mmekuwa wa kwanza kupiga kelele mnavyodai kitu, lakini ikifanyika hivi mnarudi tena kuja kulalamika. Na mwisho wa siku huu mpira sio wa kamati ya waamuzi, huu mpira sio wa TFF, huu mpira sio wa bodi ya ligi, huu mpira ni wa majority. Sisi wote ni wadau. Sisi mpira wa TFF na bodi ya ligi. Kwa sababu huu mpira ni wa kila mtu. Basi jambo lolote ambalo linalinda maslahi ya the public ndio ambalo litakuwa linapitishwa. Kwa hiyo leo hii tutakaa hapa tutazungumza kamati ya waamuzi kwa nini wamerudi kutaja waamuzi ambao wamefungiwa. Kwa sababu for the sake of the majority, sisi ambao huwa tunatamani kujua muamuzi fulani yuko wapi, ndio ambao tuliomba hawa waamuzi ambapo watakapofungiwa tujue kwamba huyu mtu amefungiwa. Na mwisho wa siku tulikuwa tunaona waamuzi wanafanya makosa, halafu ghafla tu hayupo. Hatujui amepumzika, hatujui ni yeye mwenyewe ametingwa na ratiba zake, kwa sababu mwisho wa siku kazi ya waamuzi sio kazi rasmi. Hii ni kazi ambayo unaweza ukapangiwa mechi na bimejo ukasema mimi hiyo mechi sitakuwa available, labda na majukumu mengine ambayo yamenitinga. Kwa hiyo labda mwamuzi alikuwa anakataa hizo call up. Kwa hiyo tunajua sasa hivi kwamba tusipomuona risasi, tunajua huyu mtu aliwajibishwa. Kwa sababu mwisho wa siku usipomwajibisha mwamuzi ambaye amekosea, ni taswira gani unayoijenga juu ya taasisi yako? Leo hii taasisi inatengeneza utaratibu wa kufanya kulingana na utaratibu wao, sio kwa ajili ya kufurahisha wewe. Sasa hili sio jambo la subiri kwanza mashabiki wa mpira. Kuwa na taasisi yako binafsi na taasisi ya umma ni vitu viwili tofauti. Ukiwa na taasisi yako binafsi unaweza ukawa unafanya baadhi ya vitu kulingana na matakwa yako as long as hauvunji kanuni na sheria za nchi. Lakini unapokuwa ni mtoa huduma wa serikali ambao unahudumia wananchi wa kawaida, unahudumia jamii kwa kawaida, jambo ambalo lina public interest moja kwa moja, ukiachana lazima kuna namna ambavyo jambo linalofanya. Mimi naomba niongezee hapo, raia wajue matatizo ya referees yamekuwa ni matatizo ya kujirudia sana, na changamoto inakuja kwenye vilabu vingapi bwana? Viwili, yani Simba na nini na Yanga. Unajua mimi kwa upande wangu huwa nasema kabisa Ibra kwamba hawa waamuzi inawezekana yani sijui nisemeje, sijui ni njaa, unajua hakuna cha njaa, maelekezo hakuna cha njaa. Maelekezo sawa, kwani si ndio njaa yenyewe? Maelekezo sio njaa. Mimi Simba au Yanga sio, nimechukua labda 500,000, nimekuja kwa mwamuzi bwana, hakikisha hii mechi tunafanyaje, tunashinda. Kuna ile makosa ya watu unaona kabisa hiyo akupaswa kufanywa na anafanyaje? Sasa hawa wanafanyaje kuondoa hii kitu kwamba tumeshawaonya, tumeshawafungia, baada ya hapo matatizo sitafanyaje yakajirudia, wanafanyaje? Mmemsikia vizuri, nimemuuliza hapa mwenyekiti. Huyu anaongea kiwenyekiti, lakini sisi watu wa nje. Ndio maana mwenyekiti kasemaje kwamba mwenyekiti kasemaje? Kwani huyu Arajiga ambaye juzi tulikuwa tunamsifia hakuwahi kufungiwa? Aliwahi kufungiwa. Huyu Arajiga ambaye leo Yanga wanamuimba, Yanga hawakuwahi kumkataa kwenye finali. Wale kumkataa. Lakini leo wanafanya nini? Sajirekebisha. Au? Unaona anatenda haki. Ajirekebisha. Kwa hiyo saizi afuati maelekezo au amekuwa bora? Amekuwa bora. Kwa hiyo kumbe ni swala la sio amekuwa bora. Afuati maelekezo. Kwa sababu leo hii na mwenye swali. Wewe unaamini Coastal ana nguvu kuliko Yanga? Kwenye engo ipi? Ushawishi kila kitu. Sasa ilikuwaje mchezaji wa Yanga kachezewa faulu na mchezaji wa Coastal, kadi akapewa mchezaji wa Yanga? Manake Coastal wali influence yule mwamuzi awapendelee wao kuliko Yanga. Leo mimi nakuuliza swali jingine. Dodoma Jiji na Azam, nani ana nguvu? Azam. Lakini Azam alifanywa nini kwenye mechi ya Dodoma Jiji na mwamuzi? Nasemaje? Maelekezo. Yaani maelekezo yanakuwa pale pale. Mimi nauliza maswali mepesi tu. Nakuuliza swali. Uliza. Si ndio? Mfano tuichukue mechi ya Pamba, si ndio? Na Azam. Moja kati ya mechi nyepesi kabisa. Sawa? Pamba Jiji yeye ndo kachezewa faulu. Sawa? Mwamuzi kaacha advantage. Likafungwa goli. Sawa? Baadaye mwamuzi akapiga filimbi. Akasema hii ngoma iwekwe hapa, irudi kwa Pamba. Kibendera kule haeleweki, anataka kwenda, anataka kurudi. Si ndio? Hawa watu ni uwezo wao mdogo au wamepewa rushwa? Sasa sikia vizuri. Ukitaka kujua kwamba shida ni nini, angalia namna ambavyo hawa marefari wanavyochezesha hizi game. Na ukiangalia kutoka TFF na hiyo nini sio kamati yao, wanaweza vipi kufaulu kuwa marefari kama hawajajitosheleza. Sasa kama hawa marefari hawapati maelekezo, maana yake hii bodi ya ligi pamoja na wewe uliompigia simu mwenyekiti, wao ndio wana matatizo. Kwa sababu wanaweza vipi kumpa mtu, yani kwa mfano mimi nimefaulu kwenye cheti cha ukocha diploma D. Sasa kama nitafundisha vibaya, maana yake tatizo sio la kwangu mimi, aliyenifundisha. Kwa hiyo kama wewe unakubali kwamba marefari wana uwezo mdogo, maana yake unakubali kwamba huyu mwenyekiti na kamati yake maana yake wanazingua, si ndio? Mimi nakubali na naelewa kwamba
wakipewa beji kwamba wewe ni referee, maana yake una vigezo. Sasa ukichezesha hovyo ni maelekezo, hakuna kingine. Nakuuliza swali. Uliza. Wewe unavyoona waamuzi wetu wana uwezo mdogo, wanafanya makosa ya kibinadamu au wanachezesha kwa maelekezo? Wanacheza kwa maelekezo. Yaani wana uwezo mzuri, kwa sababu mimi hapa pamoja na sijasomea kwa maana ya urefa, lakini najua offside. Yaani mimi nataka kulipa mechi sasa hivi. Naweza hiyo offside najua, huyu kashika najua. Kabla sijapata hayo maelekezo kutoka wewe ni graduate wa TFF. Naam. Si ndio? Kuna zile course mbalimbali za TFF. Kwa hiyo wewe kutokana na una cheti tayari. Umeshafundisha timu ngapi? Asiyafundisha kutokana na ukiritima ambao upo. Sijafundisha yani nisikilize. Sio mapungufu Ibra. Hapo nisaidie meja kitu kimoja. Unajua elimu ya darasani na elimu ya kuifanyia practical ni tofauti. Mimi mwenyewe nimesoma coaching. Kitu nilichofundishwa darasani yawezekana ni kitu kidogo sana. Yawezekana ni kitu kidogo sana ambacho naenda kukiapply nikiwa kazini. Kwa hiyo mwisho wa siku hichi ambacho tunakishuhudia kwa waamuzi, yawezekana kabisa ukiwapa kozi bwana yeye njooni darasani tusome, wanakifanya vizuri. Lakini the moment sasa unatakiwa uende ukakiapply ulichokisoma. Kwa sababu ni kweli knowledge ya offside ipo. Kila mtu anajua knowledge ya offside. Kwamba offside ni kwamba anayeshambuliwa mbele yake ukiwa kuna mchezaji mmoja wa timu inayozuia, hiyo tayari ni offside. Kwa sababu unakuja ujikuta kwamba muamuzi akiwa sasa kwenye ile action kwamba bwana yeye litafsiri sasa hivi, liangalie litukio, alafu hapo litolee majibu, unakuja kujikuta wanashinda. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye issue ya waamuzi kuna relation kubwa sana ya uwezo wao kabla hata hatujafika kwenye issue ya rushwa. Na ndio maana waamuzi wetu wana njaa sana Ibra. Ngoja nikwambie kitu kimoja Dr. ambayo watu wengi hawajui. Kazi ya uamuzi sawa, sio kazi rasmi ambayo umeajiriwa. Na ndio maana unakuja kukuta ya kwamba waamuzi wengi wana kazi zao nyingine. Kwa hiyo kazi ya uamuzi haitakiwi kutajirisha kuja kutafuta utajiri. Ndio maana unakuta walimu, sawa? Ndio maana unakuta walimu, unakuta maaskari magereza. Hapa wakati mtu akuzungumza. Elisasi Arajiga mwalimu. Arajiga mwalimu. Frank Komba polisi. Said Mrope ni askari. Kwa hiyo wana kazi zao nyingine. Kwa hiyo na ndo juzi tumia mwenyekiti alisema waamuzi wote niliwahi kusema ombi hapa kwenye kipenga Esra. Nikasema jamani, hawa waamuzi ili kuwanusuru na kutoa malalamiko kwenye hizi mechi wanazochezea, sawa? Kama mfano kama Simba na Yanga, muamuzi atangazwe siku hiyo hiyo ya haisaidii. Yaani kuna kitu kimoja sawa, kuna kitu kimoja ambacho mimi nakiona watu wengi wakifahamu duniani kote, sawa? Waamuzi wanakuwa na shughuli zao huko, wanakuja kufanya kama sehemu ya passion. Kuna mdau wetu mmoja alikuwa anasimamia kwenye hizi mechi za FIFA, si ndio? Mwanafamilia wa kanda. Yule muamuzi amekuja hapa Tanzania, ametoka Ethiopia, kajihudumia kila kitu, na akawa anaulizwa swali akasema hapa naweza nikalipwa baada ya mwezi au baada ya wiki 3. Hata FIFA wanafanya hivyo hivyo. Haupewi hela kwenda kuchezesha mchezo, lakini kuna nauli, lakini mambo malipo yako mengine yote unajaza fomu, unaituma, unasubiri. Na ndio maana hata FIFA wanasema wewe huwezi kuona kati TFF unasubiri upangiwe mechi, hauna kazi ya kufanya muamuzi. Hii sio kazi ya moja kwa moja. Tunarejea baada ya mapumziko. Hii ni Kipenga Extra ya East Africa TV na East Africa Radio. Leo nimekuja kugundua elimu yetu ndogo sana kwenye haya maeneo. 97.7 East Africa Radio Tanga.